BMP TV Professional Update. Habari ya mita ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo, sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Olua na kuletea taarifa kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye kuaminika na zenye ukweli kutoka hapa BMP TV online. Na huu ni mtasari wa habari. Wakazi wa eneo la Numbi katika mkoa wa Sud Kivu wamefurahia kwa shangwe kubwa baada ya wapiganaji wa wazalendo kuwakomboa kutoka mikononi mwa makundi ya wasi. Kuna hayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Kutoka katika eneo la Numbi, wilaya ya Kalehe, mkoa wa Sud Kivu, milio ya furaha na nyimbo za uzalendo imekuwa ikisikika tangu alfajiri ya leo. Wakazi wa eneo hilo wamepiga ngoma, wamecheza na kuimba kwa furaha wakisherehekea kuwasili kwa wapiganaji wa wazalendo waliowakomboa kutoka mateso ya muda mrefu ya makundi ya wasi yaliyokuwa yakitishia amani na usalama wao. Wananchi wamesema hatua hii imekuwa mwanga mpya wa matumaini baada ya miaka mingi ya kuishi katika uovu na ukosefu wa uhakika wa maisha. Wengi wao wameeleza kuwa kabla ya ukombozi, waasi walikuwa wakipora mali, kuchoma nyumba na kuwatesa wananchi kwa visingizio mbalimbali. Mmoja wa wakazi wa Numbi, mama mwenye watoto 5, alisema kwa machozi ya furaha, na nukuu maneno yake: "Tulikuwa tumepoteza matumaini kabisa. Sasa tunaona wazalendo wetu kama malaika wa amani. Tunalala salama kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu." Shuhudia kwenye video hii walivyoingia wazalendo katika kijiji cha Numbi. Gari njotri ya kwanza inafika Numbi. Sasa watu walishayala mubarabara. Hatua ya wazalendo na mikakati ya kuendelea mbele. Msemaji wa vikosi vya wazalendo amethibitisha kwamba baada ya operesheni yenye mafanikio, Numbi wanajiandaa kuelekea Goma, mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambako makundi ya wasi bado yanaonekana kushikilia maeneo kadhaa. Lengo lao ni kurejesha udhibiti wa kitaifa, kuhakikisha raia wote wanaishi kwa amani na kuondoka kabisa vichocheo vya migogoro vinavyohusishwa na ushawishi wa nje. "Sisi si jeshi la kisiasa, bali nguvu ya wananchi. Tunapigania heshima ya ardhi ya Kongo na usalama wa kila raia," amesema kamanda mmoja wa wazalendo kwa sauti ya kujivunia. Kwa mujibu wa viongozi wa jamii, muungano wa wazalendo umejikita katika misingi ya uzalendo, umoja wa kitaifa na kujitolea. Wamesema kuwa mafanikio haya yameonyesha kwamba mwananchi wa Kongo anaweza kulinda taifa lake bila kuogopa, ikiwa atapewa msaada wa kitaifa na uongozi thabiti. Maoni ya wataalamu wa usalama wa siasa. Profesa Jile Kabemba, mtaalamu wa usalama wa kikanda: operation ya Numbi ni ushahidi kwamba wazalendo wanapata uhalisia wa kijamii. Wamejikita ndani ya wananchi, sio kama jeshi lililotumwa kutoka mbali. Hii ndiyo sababu ya mafanikio yao. Wanapewa chakula, taarifa na msaada na wenyeji, jambo linalofanya juhudi zao kuwa endelevu. Kama serikali kuu itawapa msaada wa kimkakati na vifaa vya kisiasa, wanaweza kurejesha usalama wa kudumu hadi Goma, Ruchuru na hata Bunagana. Bi Solange Mupenda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na nukuu maneno yake: "Kile kinachoendelea Numbi ni mwanzo wa sura mpya ya kisiasa katika DRC. Wazalendo wamekuwa sauti ya wananchi wanaochoshwa na vita vya muda mrefu. Kwa mara ya kwanza, raia wameona jeshi lisilo na maslahi binafsi, bali linapigania utu, amani na heshima ya taifa. Serikali inapaswa kuanzisha mazungumzo rasmi ya kushirikiana na wazalendo ili juhudi hizi zisiishie katika ushindi wa kijeshi tu, bali pia zigeuzwe kuwa sera ya kitaifa ya amani na maendeleo." Kanali mstaafu Daniel Kambale, mchambuzi wa kijeshi:
Kuelekea Goma kutakuwa ni mtihani mkubwa kwa wazalendo. Ni eneo lenye changamoto kubwa za kiusalama na uwepo wa makundi yenye silaha nzito. Hata hivyo, mafanikio yao Numbi yameonyesha kuwa wana nidhamu na mikakati madhubuti. Wanahitaji msaada wa kijeshi wa kitaifa, ushauri wa kiufundi na ulinzi wa kimataifa. Ikiwa hilo litatimizwa, basi historia ya amani ya Kongo inaweza kuandikwa upya. Daktari Alain Tumba, mtafiti wa uhusiano wa kimataifa. Dunia nzima inapaswa kuelewa kwamba harakati hizi si za ndani pekee, zina athari za kieneo. Ukombozi wa Numbi ni ujumbe kwa majirani kwamba Kongo inaamka. Ikiwa wazalendo wataendelea kudhibiti maeneo makuu ya mashariki, basi itakuwa ni pigo kubwa kwa makundi ya wasi yanayopata msaada kutoka nje ya nchi. Askofu Jean-Baptiste Luaboshi, kiongozi wa dini: Mungu amesikia kilio cha watu wake. Tumekuwa tukilia kwa miaka mingi kwa sababu ya damu na machozi ya wasio na hatia. Leo tunashuhudia mabadiliko. Tunawaombea wazalendo wasikatishwe tamaa, bali waendelee kwa hekima, umoja na hofu ya Mungu. Ushindi wa Kongo hautatokana na silaha pekee, bali na imani na upendo kati ya raia na wapiganaji wao. Maoni ya wananchi wa kawaida. Katika mitaa ya Numbi, wananchi wameonyesha hisia tofauti za furaha, shukrani na matumaini makubwa. Wengi wamesema wataendelea kushirikiana na wazalendo kwa kuwapa taarifa, chakula na malazi hadi amani itakaporejea kikamilifu. Mzee Kasereka, mkulima wa eneo hilo, amesema hawa vijana wanapaswa kuungwa mkono. Wameonyesha moyo wa kizalendo wa kweli. Walipofika hapa hawakuchukua chochote cha wananchi, walisema wako kwa ajili ya amani. Tumeona tofauti kubwa kati yao na wale tuliozoea. Binti mmoja kijana, mwanafunzi wa sekondari, alisema, ninajivunia kuwa Mkongo. Nimejifunza kuwa amani si kitu cha kuomba kutoka nje, ni kitu cha kujenga ndani. Tunataka Kongo mpya yenye usalama na haki. Ujumbe wa kimataifa na mshikamano wa diaspora. Kwa sasa, diaspora ya Kongo ulimwenguni imezidi kuonyesha mshikamano kupitia mitandao ya kijamii. Raia wa Kongo wanaoishi Ulaya, Marekani na nchi jirani za Afrika wamekuwa wakituma salamu za pongezi na misaada kupitia mitandao rasmi ya wazalendo. Katika ujumbe mmoja wa video, kundi la vijana wa Kikongo wanaoishi Bruxelles walisema, wazalendo tunawaona, tunajivunia ninyi. Mmeandika ukurasa mpya wa historia ya Kongo, ukurasa wa ujasiri, umoja na amani. Aidha, wachambuzi wa kimataifa wameonya kwamba dunia inapaswa kuipa Kongo nafasi ya kujijenga upya bila kuingiliwa na maslahi ya kigeni ambayo mara nyingi yamekuwa chanzo cha vita visivyoisha. Tukio la ukombozi wa Numbi na furaha iliyoshuhudiwa leo limebeba ujumbe mzito kwa taifa nzima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata kwa dunia nzima. Kwa muda mrefu, mashariki mwa nchi hii imekuwa eneo la machozi, vita na machungu, lakini leo kupitia nguvu ya wazalendo inakuwa eneo la matumaini, mshikamano na ushindi wa wananchi wa kawaida. Katika historia ndefu ya taifa hili, mara nyingi tumeshuhudia mapambano ya kutafuta amani yakianza chini kutoka kwa wananchi wa kawaida kabla ya kuungwa mkono kitaifa. Kile kinachotokea sasa Numbi ni mfano wa jinsi uzalendo wa raia unavyoweza kuwa silaha imara kuliko risasi au silaha. Wazalendo hawa hawakuzaliwa kama askari waliopangwa na dola, bali kama watoto wa taifa lililochoshwa na udhalilishaji, uporaji na mateso. Wakainuka kwa imani ya kulinda ardhi ya mama yao, Kongo, ardhi ya mababu. Hii ni ishara kwamba wakati wa Kongo mpya umefika. Kongo ya umoja, si ya mgawanyiko. Kongo ya amani, si ya vita. Kongo ya wananchi, si ya wanasiasa wachache. Kile kinachoonekana Numbi leo ni matokeo ya mapambano ya vizazi vinne vya Kongo waliopigania heshima na mamlaka ya taifa hili. Mapambano yaliyoanza tangu enzi za ukoloni, yakapita vita vya wenyewe kwa wenyewe, hadi leo ambapo kizazi kipya cha wazalendo kinainuka tena. Kwa mujibu wa wachambuzi wa usalama wa kikanda, mafanikio haya yanaashiria mwanzo wa usawa mpya katika usalama wa eneo la maziwa makuu. Kama Kongo itaendelea kujenga muungano wa kitaifa unaoheshimu mchango wa wazalendo na kuimarisha vyombo vyake vya kijeshi, basi inawezekana kufikia amani ya kudumu bila utegemezi mkubwa wa vikosi vya kimataifa.
Ni lazima serikali kuu iendelee kuwasaidia wapiganaji hawa kwa vifaa, mafunzo na msaada wa kisheria ili mapambano yao yasipotoshwe au kutumiwa vibaya na maslahi ya kisiasa. Viongozi wa dini, wazee wa jadi na wanawake wa mashinani wamesisitiza kwamba amani ya kweli haitapatikana kwa bunduki pekee, bali kwa haki, utawala bora na maridhiano ya kitaifa. Hivyo basi, serikali na wadau wote wa amani wanahimizwa kufungua milango ya mazungumzo na wapiganaji wa wazalendo, si kama kundi lililo nje ya mfumo, bali kama sehemu ya taifa inayochangiwa kwa vitendo katika kulinda uhuru na usalama wa wananchi. Wakati wapiganaji wa wazalendo wakijiandaa kuelekea Goma, matumaini ya wananchi yamepanda juu. Watu wa Kalehe, Masisi, Ruchuru na maeneo mengine ya Kivu wanaendelea kuomba kwamba nguvu hii ya uzalendo ifike kila kona, ili historia ya damu ibadilishwe kuwa historia ya amani na maendeleo. Miongoni mwa wananchi, sauti moja inasikika kwa nguvu kubwa kuliko zote. Na nukuu maneno yake: hatutaki tena vita, tunataka Kongo yenye amani, uhuru, yenye utu na heshima. Kwa sasa macho yote yameelekezwa Goma, ambapo hatua inayofuata ya operesheni ya wazalendo itafanyika. Dunia inasubiri kuona kama moto wa uzalendo ulioanzishwa Numbi utaendelea kuwasha nuru ya amani katika kila kijiji cha mashariki mwa nchi. Na kwa ujumla, tukio hili limeleta hisia mpya za kitaifa, hisia za fahari, umoja na imani katika Kongo mpya. Wananchi wa ndani na wa diaspora wameungana kwa sauti moja wakisema, wazalendo si tu wapiganaji, bali ni nembo ya matumaini ya kizazi kipya cha Kongo. Ni matumaini ya wananchi wote kwamba baada ya damu nyingi kumwagika kwa miaka mingi, mara hii itakuwa mwisho wa mateso, mwanzo wa amani na ujenzi wa taifa jipya lenye heshima duniani. Kama alivyosema kijana mmoja wa Numbi akiwa ameshika bendera ya taifa, na nukuu maneno yake: wazalendo hawajaja kuua, wamekuja kutuliza, hawajaja kubomoa, wamekuja kujenga, wamekuja kutukumbusha kuwa Kongo ni yetu sote. Kwa maneno haya, historia ya leo inaandika ukurasa mpya wa matumaini. Mashariki mwa DRC inainuka tena, si kwa hofu bali kwa ujasiri, si kwa chuki bali kwa umoja, si kwa machozi bali kwa tabasamu la ushindi. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye ukweli zaidi kutoka hapa BMP TV Online. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua. BMP TV Professional Update.